Ezekiel 37 mstari wa kwanza mpaka 14 tutajifunza kwa habari ya siri ya kufufua vilivyokufa. Siri ya kufufua vilivyokufa katika jina la Yesu. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maandiko ambayo si kwamba ni mara ya kwanza unayasikia kwa habari ya mifupa mikavu. Na Ezekiel katika bonde la uwanda mkubwa wa ile mifupa anajaribu kuuliza swali gumu na Mungu. Unajua Mungu huwa akisema amuulize mtu swali, maswali yake huwa ni magumu sana. Mara kwa mara Mungu huwa anapouliza swali lake huwa ni gumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamuuliza Ezekiel, je, mifupa hii yaweza kuishi? Kwa utashi wa Ezekiel na akili yake akatazama kwanza, jambo la kwanza anaangalia mifupa. Mifupa ni mikavu, jambo la kwanza. Jambo la pili, si kwamba ni mikavu, yenyewe pia ipo katika uwanda, katika jangwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maanake mfupa ni mkavu, hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, upo katika maeneo ambayo hakuna tumaini kwamba unaweza ukapata uhai tena. Haleluya. Ukipanda mahindi, ukapanda chochote kile, mazao ukayapanda, ukiwa umeyapanda mazao na yakiwa yanakauka, mvua inaponyesha unasema kuna tumaini kwa sababu hii mvua itachipusha majani tena upya. Bwana asifiwe sana. Lakini Ezekiel akiangalia anaona moja, mifupa yenyewe ni mikavu sana. Maana maandiko yanasema mikavu sana. Lakini kama haitoshi, maeneo mifupa ilipo ni maeneo ambayo hakuna tumaini kwamba yaweza kufufuka, yaweza kuishi tena. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa ndio maana kwa akili yake Ezekiel pamoja na unabii wake ambao yuko nao, anaangalia anasema, kwenye hili Bwana wajua wewe. Maana hapa mambo magumu mwachie Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waswahili wanasema mzigo mzito mpe nani? Mpe nani? Mnyamwezi. Kwa hivyo wakati mwingine ndio maana akasema mtwike yeye fadhaa zako zote. Alipoona Ezekiel kwamba haya mambo haya mimi hukuli hapana, akasema wewe wajua. Kwamba wewe wajua. Sisemi kwamba haiwezekani, lakini wewe Mungu wajua. Maana anamfahamu Mungu kwamba anaweza mambo yote. Sema amen. Sema amen. Ukisoma maandiko vizuri haya utaona kwamba mifupa hii alikuwa haongelei mifupa ya kawaida. Ilikuwa ni symbolism, akimaanisha wana wa Israel ambao wako utumwani. Kule utumwani moja ni kama mifupa mikavu. Kwa nini? Kwa kuwa maisha yao hayana tumaini, wala hawategemei kutoka kwenye utumwa ule leo wala kesho. Ndio maana mstari wa 11 anasema kwamba hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema mifupa yetu imekauka. Wakati nafanya research nikataka kusema kidogo nijue, kwani Biblia inaposema mifupa kwenye lugha ile original huwa ina maana gani? Kwamba hao Waisraeli vyanzo vyao, chemchemi zao, matamanio yao, mipango yao, uzima wao ni kama umepotea, hawana tumaini kabisa. Kwa hivyo Ezekiel anaonyeshwa wana wa Israeli, lakini anaangalia mifupa, alafu anamwambia waweza kuishi. Akasema unajua wewe, ndio Mungu anamwambia si kwamba najua mimi, nataka mimi niwaamshe hao watu upya, lakini nataka wewe uhusike kwenye huo muujiza, nataka uitabirie hii mifupa mikavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaongea kwa siri ya kufufua vilivyokufa. Sema siri ya kufufua vilivyokufa. Haleluya. Katika sura hii tunaona kwamba hao jamaa wako utumwani, wamefungwa gerezani, makaburi wamewashika, wanahisi hakuna tumaini wala hakuna kuendelea mbele tena. Lakini Mungu anajaribu kuonyesha Ezekiel kwamba uwezo wangu ni zaidi ya mtazamo wao, ninaweza kufufua vilivyokufa. Kwa nini? Nataka leo tukafufue vilivyokufa. Lakini kwanza, kabla hajafanya vilivyokufa, nataka tujue siri. What is the secret behind raising the dead? Kwa nini Mungu alikuwa na ujasiri kuwatuma mitume kuwaambia fufueni wafu? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mbona hatufufui wafu? There is something we know not about. Kuna kitu hatuja kitambua. Sio tu wafu, lakini yako mambo mengi kwenye maisha ya mwanadamu yamekufa. Sio tu mataifa, hata waliookoka yako mambo mengi yamekufa kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wapo wengi sana wapo katika hali ya kufa wao wenyewe. Ndoa zao zimekufa, destiny, hatima za watu zimekufa, matumbo ya uzazi yamekufa, kazi zao zimekufa. Yaani maana yake ni kwamba hakuna matumaini. Watu wamekata tamaa, wanaishi kwa imani tu kwamba yamkini jambo hili litafanikiwa. Lakini
lakini kila siku ni kama kwamba haliwezi kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako watu ambao, ngoja nikwambie siri, inawezekana ukasema mimi hainihusu. Ngoja nikwambie, ukisoma maandiko, ahadi zozote ambazo Mungu alikuahidi kama hazionekani kwenye maisha yako, maana yake kuna kitu kitocho mifupa mikavu, inapaswa kuwa hai tena. Sema amen. Kwa mfano, watoto wako hawamjui Mungu, watoto wako hawamtambui Mungu unayemwabudu wewe, maana yake kuna namna, kuna kifo hapo kipo. Maana maandiko yanasema watoto wako nao watafundishwa na nani? Na Bwana. Lakini ukisoma Yoeli, unabii juu ya watoto sio kuvuta bangi, unabii juu ya watoto sio magonjwa, unabii juu ya watoto sio kufeli mitihani, sio kutokuelewa ama kuoa, unabii juu ya watoto sio kutokuzaa. Unabii juu ya watoto wetu anasema kwamba itakuwa siku za mwisho, asema Bwana wa majeshi, nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye nini? Wenye mwili. Asema watoto wenu watatabiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo manake watoto wetu sisi hapa hawapaswi kuwa na kama wale wengine. Kwa nini? Kwa kuwa wakwetu sisi wana utofauti, kwa kuwa wanaishi katika neema, na unabii ambao wanapaswa kutimiza ni kutabiri, prophesy. Sema amen. Sema amen. Ukiangalia uchumi wako ni kama unakwenda, lakini ni bado unasahau kwamba maandiko yanasema mtanyonya maziwa ya mataifa, lakini yanasema malango yenu yatakuwa wazi daima. Isaya 60:11, malango yenu yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili mataifa wapate kuwaletea utajiri, na sio mataifa, tunasema pamoja na wafalme wao wakiongozana pamoja nao. Sema amen. Haleluya. Hivyo ndio maana yake. Maana yake mataifa wanapaswa kukuletea utajiri wakiongozana na wafalme wao, sio waheshimiwa fulani fulani tu hapa. Hapana, na viongozi wao. Kwa nini hatuishi hivyo? Anasema kwamba yeye amechukua umasikini wetu ili nini? Tuwe nini? Matajiri. Ukiona huna utajiri, maana kuna shida mahali, na umefundishwa, unajua mbinu zote, financial education unayo, elimu ya fedha unayo, umefanya kila kitu sawa, lakini bado kuna matokeo unayatafuta hayajapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niulize swali, ambaye yuko hapa ndani na ameridhika na hali yake, yani yeye anasema hapa nilipo nimejitosheleza, anyoshe mkono wake juu kwamba hapa nilipo mimi namshukuru Mungu, sina nako hapa natosha. Maana yake unaangalia hakuna hata mmoja. Hebu angalia mwenzako, mwambie kumbe na wewe alizika bado. Mwambie sasa unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kuna kitu kina misi kwenye afya, kuna kitu kina misi kwenye ndoa, kuna kitu kina misi kwa watoto, kuna kitu kina misi mahali. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nasoma maandiko nikasema kwa nini hali hii? Soma Isaya 42:22. Na hiyo hapo ndio tatizo. Na leo nataka tusimame kutimiza unabii wa andiko hilo. Angalia Isaya anasema kwa habari ya wana wa Israeli hao. Isaya 42:22. Isaya 42:22. Ndio. Andiko anasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Hapo kwanza. Lakini watu hawa ni watu waliofanyaje? Walioibiwa. Na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo. Wote wamenaswa katika mashimo. Wamefichwa katika magereza. Wamekuwa mawindo. Wala hapana aokoaye. Hapo sasa, wala hapana aokoaye. Sema wala hapana aokoaye. Wala endelea. Wala hapana aokoaye. Ndio. Mateka. Wala hapana asimaye rudisha. Hapo nikashangaa sana. Wamenaswa kwenye mitego. Hakuna aokoaye. Hivi Mungu hayupo kuokoa hapo? Afa asema kwamba wamefichwa kwenye makaburi, anasema wala hakuna asemaye rudisha. Ili neno likanipa headache, kwamba ina maana kumbe mpaka leo Mungu anauliza maswali kama haya. Familia yako wewe uliokolewa, usimame kama mkuhani, ili kwamba wewe useme okoa, ili wewe useme rudisha, restore. Lakini Mungu anashangaa, husemi. Anaangalia familia yako, anaangalia uchumi wako, anaangalia ndoa za majirani. Anasema kwamba watu hawa wamefichwa katika mashimo, makaburi yamewafukia, wamenaswa katika mitego, hakuna aokoaye. Ni kweli Mungu ndo anayeokoa, lakini hakuna asemaye rudisha. Maana Mungu hafanyi chochote, anataka amshirikishe mtu wa mombo ambaye ameokolewa, ili kwamba yeye aweze kuokoa wengine. Sema amen. Sema amen. Nilipokuwa nasoma ile andiko nikataka kutubu kwanza, kwamba Mungu nisaidie, Mungu ni rehemu. Kumbe hawa wote ambao wamefungwa, mimi nimefanyika kuwa nilivyo, ili niwe sababu ya wokovu wao, ili niwe sababu ya walevi kuacha
ulevi kwenye ukoo wangu, niwe sababu ya wachawi kuacha uchawi wao, niwe sababu ya kufufua yaliyokufa ambao ni mifupa mikavu. Maandiko kule kwenye kitabu cha Ezekiel yanasema kwamba makaburi, wako watu wengi wapo kwenye makaburi. Kuna watu ambao wapo kanisani leo wanasifu na kuabudu, lakini hatima zao zimefukiwa kwenye mashimo, hatima zao zimefukiwa kwenye makaburi. Kwa hiyo wamefungwa kamba, wanakwenda hatua fulani, alafu kwa sababu remoted wanarudishwa nyuma. Kwa hiyo wao wanamachi mpaka wanaondoka duniani, hawajatimiza hatima zao. Sema Mungu nisaidie. Lakini watu hao, pamoja na hao, kuna wengine pia wana ndugu zao, sio wewe, ambao wamefungwa kwenye vifungo mbalimbali, vifungo vya ulevi, vifungo vya uzinzi na uasherati, vifungo vya uchawi na ushirikina, lakini hakuna asemaye okoa, hakuna asemaye rudisha. Ujisikia hukumu jioni ya leo kwamba mimi kumbe nilikuwa nahusika na hatima ya mtoto wangu, hatima ya familia yangu, hatima ya mme wangu, hatima ya Mombo, hatima ya mkoa wa Tanga, hatima ya Tanzania. Wakati mataifa wakiwa wanawasema watu kama hao, uliungana nao. Kumbe wewe nafasi yako ni kusema rudisha, restore. Bwana Yesu atusaidie sana. Leo nataka usimame kwenye nafasi yako kama kuhani, baada ya kuambia siri ni nini na kufufua vilivyokufa, ili kwamba usimame hapo kwa ujasiri na uanze kutamka, kwa jina la Yesu rudisha, kwa jina la Yesu be restored, kwa jina la Yesu uokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati fulani mama yangu, mama mchungaji Maswaya, akaniambia kwamba kuna watu wengine wamepangwa kuokolewa hata kwa moto. Yaani kuna watu ambao wapo kwenye maji mengi wanateketea, wao wenyewe hawana mpango wa kutoka. Wewe sio kuwacheka, unawafuata waliko na kuwakomboa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani wewe ulivyookolewa, Yesu ulimuita, ulikuwa umepotea dhambini, hata hujui kwamba kuna nuru, upo gizani, lakini yeye akaangalia akasema no, akashuka hata mauti ya msalaba, akanyenyekea kifo cha aibu, akaenda kaburini, akafufuka, ametupa mamlaka yote ili sisi tuwe jinsi vile anataka, tuwe vile Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati fulani ibada ya Jumanne, nafikiri Jumanne fulani hivi, ilikuwa ni ibada ya Bible study. Mtu mmoja akauliza, mbona sisi hatuishi kama wale wengine wa Biblia? Kwani shida iko wapi? Nikatambua kwamba sisi hatujatambua nafasi zetu katika ulimwengu wa roho. Tunafikiri tumeokoka tu tukae tu hapa tuimbe tuende mbinguni. No! Maandiko yanasema kwenye Warumi 8:19 ya kwamba viumbe vyote navyo vinasubiria kwa shauku kubwa kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Ardhi uliyoikanyaga inasubiri wewe utamke jambo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna asemaye rudisha, hakuna asemaye okoa. Ndio maana anataka kutawala. Kuna watu ambao wameshika kwenye mashimo wapo makaburi yamewafunika. Yako mengine kupitia masuala ya elimu, yako mengine masuala ya nini, ya ndoa, yako mengine masuala ya uzao, hatuyaoni. Hakuna asemaye rudisha. Niliposoma ile andiko nikasema Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Kumbe ni mimi. Mungu anataka kuokoa, lakini hakuna anayesema okoa. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka nikupe suluhisho. Kwani nini ambacho kinafufua vilivyokufa? The word resurrections ama kufufua, maana yake nini? Maana yake ni kusimama tena. Stand up again. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama tena, rise up again. Kwa hiyo fufueni wafu, sio watu tu waliokufa, ni pamoja na vitu vyote ambavyo vimeshikwa kwenye makaburi. Sema amen. Lakini utakuwa serious na Mungu eti. Yaani wewe ambaye uko mahali hapa, neema unaichezea, si ndio? Wako watu ambao ni mataifa, hiyo neema unasema hatutamani ingeenda kule. Unajisoma habari za Ayubu. Ayubu alikuwa anatoa sadaka kwa ajili ya nini? Ya watoto wake. Sisi tumerelax tu hapa. Mungu atusaidie. Sema Bwana ni rehemu, nisaidie nisimame katika zamu yangu. Kwani nini kinasababisha uamsho? Ambaye analeta uamsho ni Mungu mwenyewe, ama ufufuo. Anayefufua ni Mungu. Sema ni Mungu. Anayefufua ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anafufua kupitia Roho Mtakatifu. Hebu mpigie Mungu makofi. Nitakwambia kwa nini. Nitakwambia siri. Nataka tukianza kuomba hapo. Yaani hapo ni na I'm sorry. Okay, nitakwambia pale baadaye what to do. Ibada leo tutapata maelekezo kidogo na utaona matokeo yake. Bwana asifiwe sana. Sasa sikiliza. Wakati ulimwengu unaumbwa, nakumbuka kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Kinasemaje? Hapo mwanzo aliziumba mbingu na kwa kati ya nchi na mbingu cha kwanza kuumbwa ni nini? Asante sana. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wakati mbingu zimeumbwa, halafu nchi ikafuata. Wakati nchi inaumbwa, malaika
walikuwepo, walikuwa wanashuhudia uumbaji wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Zaburi, sina muda, anasema kwamba wao walikuwa wanaimba, malaika walikuwa wanaimba wakati Mungu anaumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Roho Mtakatifu ama Mungu huwa hafanyi chochote mpaka kuwe na sound, kuwe na sauti. Kwa hivyo nikasema kwamba chochote kile ambacho kipo duniani kiliumbwa kwa sauti. Ndio maana ukipiga makofi, piga kiti, unaona piga chini namna hii, chochote unachokipiga duniani kinatoa sauti. Kwa nini? Kiliumbwa kwa nini? Kwa sauti. Wakati malaika wanaangalia hivi, wanaimba, Mungu akiwa anafanyaje? Kwa wanajua siri za misingi ya ulimwengu. Yale maswali magumu alikuwa anauliza nani? Ayubu. Wewe unajua msingi nimeweka wapi? Jiwe kula pembeni nimeweka wapi? Lakini malaika wanafanyaje? Wanajua, maana waliona sema wana wa Mungu walipokuwa wanaimba, Mungu akataka misingi ya ulimwengu. Kwa hivyo sasa Yesu alipokuwa yani shetani ujinga wake ni kwamba anafikiri Yesu akifa atakufa, nitamzuia asifufuke, kwa sababu anajua namna ya kumanipulate misingi ya ulimwengu huu ili kwamba Yesu amkabe pale, kwa sababu yeye anaitwa Ibilisi, ana nguvu za nini? Za mauti wakati ule kabla ya Yesu hajafufuka. Kwa hiyo anasema kwamba nitakamata pale. Alikusanya mapepo na mafalme, mamlaka yote duniani nzima, wakaenda kuzimu ili wamzuie Yesu asifanyaje? Asifufuke. Lakini kumbe Mungu Bwana alikuwa na idea ya tofauti. Sema idea ya tofauti. Wakati yeye, kwa sababu kumbuka yeye ni fallen angel, ni malaika aliyeasi. Usisahau ni kerubi afunikaye, ama the anointed cherubim. Ndiyo kerubi pekee ambaye amepakwa mafuta. Kwa alikuwa anajua kwa nguvu nilizo nazo na mapepo nilionayo, ambao wameasi pamoja kule juu mbinguni, walipotupwa chini, yeye na malaika zake walijikusanya. Nikamwambia kwamba hata siku ile, wakati zile siku 3 Yesu akiwa kaburini, hakukuwa na mgonjwa duniani, hakukuwa na chizi duniani, hakukuwa na mtu mwenye shida, maana mapepo yote yaliwaachia watu, mpaka machizi ambao kwa mtaani yakaenda kugangule. Hakuna Yesu kufufuka. Lakini wakashangaa, huyu kiumbe anatoka katika nini? Katika wafu. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu iko nguvu moja alibakisha. Yaani Mungu alibakisha nguvu moja ambayo shetani haijui, inaitwa Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Ndio maana akawaambia, wanangu, kaeni hapa, msiende huko kwanza mpaka mmejazwa nini? Nguvu za Roho Mtakatifu. Maana shetani huwa hizo zinamchanganya, hajawahi kuzijua. Umesahau hata wakati dunia imeharibiwa kwenye Mwanzo sura ya 1, yeye asema Roho wa Mungu akatulia juu ya nini? Juu ya uso wa maji. Shetani alikuwa anashangaa, what kind of spirit is this? Anashangaa, huu roho gani wa namna hii? Anaitwa roho wa ufufuo. Bwana asifiwe sana. Yule roho sasa Mungu akasema okay, iwe nuru, let there be light. Maana yake nini? Ikawa nuru, kwa kuwa shetani hana uwezo wa kuzuia tena, maana Roho Mtakatifu ndio ambaye anafanya kazi wakati huo. Roho Mtakatifu ni mkono wa Mungu. Sema mkono wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akitaka kupiga kofi mtu ananyosha Roho Mtakatifu. Fimbo yako na nini? Gongo lako na nini? Na fimbo yako. Gongo ni neno la Mungu, fimbo ni Roho Mtakatifu. Sema amen. Hakuna namna unaweza kufufua vilivyokufa kama hujaruhusu Roho Mtakatifu akatamalaki. Ngoja nikwambie, Matendo 10:30 anasema kwamba Mungu alimfufua katika wafu. Sawa sawa, Mungu alimfufua katika nini? Wafu. Kwa hiyo aliyemfufua Kristo Yesu nani? Ni Mungu. Lakini aliyehusika amba mtendaji mkuu wa huo ufufuo alikuwa ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kugeuza jangwa kuwa msitu. Tuache kwanza hiyo. Anaweza kuhuisha ambavyo vimekufa. Yohana 6:63 anasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Sema mwili haufai kitu. Una Ezekiel kuanzia sura ya ile mstari wa 1 mpaka wa 8 pale 37 1 mpaka 8 anasema kwamba akatabiri, nyama zikaja, si ndio? Kama kawaida, lakini anasema hakukuwa na nini? Pumzi. Maana yake uhai. Kwa nini? Maandiko yanasema mwili haufai kitu. Chochote kile ambacho kiko duniani kinaweza kufanya chochote kile roho akiwa ndani yake. Chochote pasipo roho kimekufa. Nimesemaje? Maana yeye ni roho uzima. Bwana asifiwe sana. Chochote pasipo roho kimekufa. Roho ya giza ama roho ya nuru. Ili kufanya mambo ya kiungu unahitaji Roho Mtakatifu. Ili ufanye mambo ya giza unahitaji roho wa adui. Sema amen. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuhuisha ambavyo vimekufa, lakini
analeta matumaini mapya. Yohana 7:36-38 ilikuwa siku kuu ile. Yesu akasema kwamba njooni kwangu nyote wenye nini? Wenye kiu. Asema kwamba maana kama ilivyoandikwa, aniaminie mimi, ndani yake toke mito ya maji iliyo. Hilo neno sio la kawaida. Mzee wangu Mwende, my father, anajua nalipenda sana hilo andiko kwamba the out of my belly shall flow the rivers of living water. Akisema ndani yangu itoke chemchemi ya mito ya maji iliyo hai, maana yake ni kwamba tumaini jipya. Bwana asifiwe sana. Jangwa liko limekauka, maji yakianza kuflow, majani yanafanyaje? Yanachipuka. Uamsho unaanza kuonekana. Roho Mtakatifu ndiye anafanya kazi hiyo, ni kama maji, rivers of living water. Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kuhuisha, anafufua mimea kupitia maji. Kadhalika miilini mwetu anahuisha kila kitu ambacho kimekufa. Lakini kadhalika tunakwenda kumwomba Mungu. Jambo jingine ambalo nataka tumalizie hapo kwa sababu ya muda, Roho Mtakatifu anaweza kugeuza jangwa kuwa msitu. Hiyo ni Isaya 26:19. Tusome hapo. Anageuza jangwa kuwa msitu. Isaya, huyu Mungu sio kawaida. Hebu soma hapo. Ni Isaya 26:19. Wafu wako wataishi. Samahani kwanza. Umesikia hapo? Wafu wako watafanyaje? Wafu wako watafanyaje? Wataishi. Umeelewa maana yake? Yaani mfu anaambiwa atafanyaje? Ataishi. Alafu maiti zako atafanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Anayeambiwa ataishi hapo nani jamani? Ni mfu. Si ndio? Mfu anaje kuishi? Maiti zitafufuka. Sema wafu wangu kwa nguvu, maanisha watu wa Mungu. Mungu kwenye maombi, sema wafu wangu watafufuliwa. Maiti zangu makaburi yatawatapika katika jina la Yesu. Chochote kile leo lazima kitapikwe. Sijui umejiposition, sijui umejiandaa wewe. Nimesema chochote kile ambacho kimekufa, ardhi itakitapika kirudi kuwa hai tena kwa jina la Yesu. Asid. Ukisema amina, unasema iwe hivyo. Nasema wafu watafufuliwa kwa jina la Yesu. Walevi watafufuliwa kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Penda, hebu rudia mtumishi wangu. Anasema wafu wako wataishi. Maiti zangu zitafufuka. Amkeni, kaimbeni ninyi mnaokaa mavumbini. Kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea, nayo ardhi itawatoa. Ardhi itawatoa waliokufa. Chochote kimefukiwa popote katika jina la Yesu. Unajua samani wa Pentekoste hatujazoea mambo Kata usijali, Mungu atakuponya, uende kwa amani. Hakuna hicho kitu. Nasema hivi, makaburi lazima yatapike hatima za watoto wetu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuna mambo ambayo aliyafanya wakati mwingine aliyafanya kwa siri, adui akapata uhalali akafanyaje? Akafukia. Unajua akafukia hatima za watu. Watu hawaolewi, Mungu atusaidie sana. Watu hawazai. Watu wamefungwa, biashara haziendi. Uchumi umekamatwa. Huduma ziko pale haziendi popote. Maombi husikii raha kuomba. Leo makaburi yatatapika kwa jina la Yesu. Ni kwa namna gani? Anasema Isaya 32:13-15. Anasema juu ya nchi ya watu wangu itamea michongoma na migili. Wale wa kiroho wanaelewa. Nikisema michongoma na migili, maana yake mambo ni shagara bagara. Tunaelewa maana yake? Elimu haionekani nakoelekea. Uchumi, watoto, mambo ya ajabu ajabu. Mbigili. Anasema naam, juu ya nyumba za furaha katika mji ulio na shangwe, maana jumba la mfalme litaachwa. Mji uliokuwa na watu wengi utakuwa hauna mtu. Kilima na mnao utakuwa makao ya wanyama milele. Furaha ya punda mwitu, malisho ya makundi ya kondoo. Lakini anasema hivi, hata roho itakapomwagwa juu yetu kutoka juu. Yaani hali itabaki kuwa ilivyo, na kuambia hali itabaki kuwa ilivyo mpaka umeelekeza Roho Mtakatifu, umetamka, Roho akamwagwa. Anasema hivi matokeo, anasema nalo shamba lizaalo sana litakapohesabiwa kuwa msitu. Mungu Roho Mtakatifu anaweza kugeuza jangwa kuwa nini? Msitu. Lakini Roho Mtakatifu afanyeje? Atamalaki. Sema amen. Simama pale ulipo. Nataka nikuambie hivi. Usimame kwanza. Kaa hapo. Andika. Chukua muda kidogo. Naomba uandike. Iza kwenye simu yako ama kwenye karatasi. Andika chochote unachokiona. Maombi ili yawe na maana. Uwe unaomba kwa maelekezo. Yaani unajua una target gani?
andika kwenye nani yako, kwenye daftari, chochote kile ambacho kimekufa andika. Angalia kwenye maisha yako, ikiwa ni afya, andika afya yangu ifufuliwe. Bwana asifiwe sana. Hatima yangu itapikwe kwenye makaburi. Vifungo, angalia kila eneo ambao kuna kitu kimekufa. Inawezekana ni afya, ndoa, watoto, chochote kile, biashara, uchumi wako, afya zimekamatwa. Mambo yote ambayo shetani amewachukua akakamata, yaandike hapo. Orozesha 1, 2, 3. Halafu nataka uhifadhi hiyo message, maana nakwambia utakuja na ushuhuda katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Ulituma neno lako liponye, wewe ni Bwana utuponyae. Andika kila kitu, write everything. Unajua mambo ya Mungu Bwana, maandiko yanasema mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya rohoni. Usikubali ukaa hivyo ulivyo, whatever that is. Hatuchezi hapa, hatufanyi maigizo. Chochote unahisi kimekufa, kama ni watoto wangu, useme tu watoto, andika majina yao. Leo nataja mbele za uso wa Bwana, 1, 2, 3, hawa watu hawa, tufanye hicho kitu. Alafu uniambie baada ya muda. Benihini yule, unajua Benihini mwanae alikuwa mchungaji mkubwa duniani, afu mwanae ni mkorofi, mzinzi, mlevi. One day akasema nimeshauri, imeshindikana. Akasema Roho wa Bwana akutetee. Akakamata na Roho wa Bwana kuanzia siku hiyo amekuwa mtumishi wa Mungu. Wewe mwenyewe unajua bila Roho kushika usingekuwa hapa. Roho Mtakatifu amekukamata, roho ya uzima inatenda kazi ndani yako. Kwa hivyo tunakwenda kuelekeza mashambulizi kutoka hapa FPCT Mombo, vitakwenda mpaka kule Mbeya, kule Morogoro, kule Lindi, kule Mtwara, Arusha, popote walipo, mkono wako utakuwa juu yao, waondolewe kwenye mashimo. Na ukiomba hapo, unaomba kwa kumaanisha, sio bariki anakuongoza kuomba. Roho Mtakatifu atakuongoza kuomba. Auwe na hasira kwamba nakutoa kwenye kaburi kwa jina la Yesu Kristo. Ewe mke wangu, ewe mme wangu, ewe mtoto wangu fulani, taja. Wachawi wanataja kule kuzimu, wanataja. Sijasema uwaige, lakini wao wametuiga sisi. Mungu mwenyewe alipoona jua lile, alipoona giza, akasema let there be light. Bwana ametamka, ili mtu kutafakari na kuwaza kwamba iwe nuru. Yeye akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kama singetamka isingekuwa nuru, giza ingekutamalaki. Wewe uko hapa leo Mombo, asema hakuna asemaye okoa, hakuna asemaye rudisha. Kwa hivyo kama tayari ushaandika, simama sasa. Thank you Father.